Kisha hili kundi likishatoka katika maji ya mto wa uhai, watakuwa ni wazuri sana kama lulu, kwa sababu wameumbwa kutokana na lulu. Alafu watatoka hali ya kuwa wamepigwa mihuri katika shingo zao. Mihuri imeandikwa haulai utaqaullah alladhina adkhalahumul jannata bighairi amalin amaluhu wala khairin qaddamuhu. Wameandikwa maandishi haya katika shingo zao. Maana ya maandishi haya tunayatafsiri yani watakuwa wamepigwa mihuri, imeandikwa watakuwa wamepigwa mihuri katika shingo zao, mihuri iliyoandikwa hawa ni waachwa huru wa Mwenyezi Mungu, ambao Mwenyezi Mungu amewaingiza peponi bila ya amali walioitenda. Yani hawakutenda amali yoyote wala hawakutenda wema wowote, yani wanaingizwa tu peponi kwa huruma ya Mwenyezi Mungu, lakini hawakuwa wanastahiki kuingizwa peponi kwa sababu hakuna wema wowote walioutenda. Kwa hivyo wamepigwa mihuri hivyo. Hawa ni waachwa huru wa Mwenyezi Mungu ambao Mwenyezi Mungu amewaingiza peponi bila ya amali walioitenda. Hakuna amali yoyote walioitenda wala hakuna wema wowote walioutanguliza. Ndio mihuri hiyo imepigwa katika shingo zao. Alafu Mungu anawaingiza katika pepo, anawaingiza katika pepo ya chini. Hao wote wanakuwa katika nini? Pepo ya chini. Sasa sikiliza sasa, Muislamu wa mwisho Muislamu wa mwisho kutolewa ni katika hili kundi ni katika hili kundi ambalo linatolewa, kundi la mwisho kutolewa katika nini? Pepo. Sasa kuna Muislamu wa mwisho kutolewa katika moto wa Jahannam. Huyu Muislamu hajatenda wema wowote, ni kama hili kundi. Muislamu huyu wa mwisho, Mtume SAW anamueleza huyu Muislamu wa mwisho, anamueleza Mtume SAW, anasema عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها. Hadithi hii ni sahihi, tena ni muttafaq alayhi, iko katika daraja ya juu katika usahihi. Mtume anasema hakika mimi ninamjua mtu wa mwisho katika watu wa motoni kutoka katika moto na kuingia katika pepo, kutoka katika moto na kuingia katika pepo. Au akhira ahli aljannati dukhulan aljanna, au mtu wa mwisho katika watu wa peponi kuingia katika pepo. Mtume anasema rajulun yakhruju minan nari habwa. Huyu ni mtu, ni Muislamu jina, hana wema wowote aliotenda. Yeye ametamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah peke yake. Anasema huyu rajulun ni Muislamu, ni mtu yakhruju minan nari habwa, atatoka katika moto hali ya kuwa anatambaa. Fayaqulu Allahu azza wa jalla lahu, Mwenyezi Mungu aliyetukuka na kutukuka atamwambia idhhab fadkhulil janna, nenda uingie peponi. Fayatiha fayukhayyalu ilayhi annaha mala, basi ataiendea pepo katikati ya njia, basi atapitiwa na mawazo kwamba pepo imejaa, hakuna nafasi. Fayarji, atarejea, atamwambia Mungu, ya Rabbi wajadtuha mal'a, ewe Mola, nimeikuta pepo imejaa, unaniambia niende peponi wakati pepo imejaa. Mungu atamwambia mara ya pili, idhhab fadkhulil janna, nenda uingie peponi. Fayatiha, atakwenda katika pepo, fayukhayyalu ilayhi annaha mal'a, basi atapitiwa na mawazo katikati ya njia kwamba pepo imejaa. Mungu ananiambia niende peponi wakati watu wameingia peponi muda mrefu, mimi ndio wa mwisho kuingia peponi. Kweli nitakuta nafasi? Nakuta nafasi? Hakuna nafasi imeshajaa. Fayarji, atarejea, anamwambia Mungu, nimeikuta pepo imejaa, hakuna nafasi. Mara ya tatu Mwenyezi Mungu anamwambia idhhab fadkhulil janna fa inna laka mithla dunya wa asrat amthaliha, nenda uingie peponi, hakika nimekuandalia pepo mfano wa dunia na vilivyomo mara 10. Basi huyu Muislamu jina atamwambia Mwenyezi Mungu,
ataskharu bi au tadhaku bi wa anta almalik, unanifanyia masihara au unanicheka na hali ya kuwa wewe ni mfalme? Unaniambia umeniandalia pepo mfano wa dunia na vilivyomo mara 10. Unanicheka, unanifanyia masihara au unanicheka na hali ya kuwa wewe ni mfalme? Basi Abdullah ibn Mas'ud aliyepokea hadithi hii anasema, falaqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dhahika hatta badat nawajibuhu. Abdullah ibn Mas'ud anasema, hakika nimemwona Mtume SAW alicheka mpaka meno yake yakadhihirika, wakati anamzungumza huyu Muislamu wa mwisho kutolewa motoni na kuingizwa peponi, anavyozungumza na Mwenyezi Mungu. Mara anamwambia Mwenyezi Mungu, unanifanyia masihara au unanicheka na wewe ni mfalme? Mtume alicheka mpaka meno yake yakadhihirika. Fakana yakulu, basi Mtume alikuwa anasema, dhalika atna ahli aljannati manzila. Mtume alikuwa anasema, huyo ndiye mtu wa daraja la chini, ndio Muislamu wa daraja la chini, ndio maskini wa daraja la chini katika watu wa peponi. Haya, huyu maskini wa daraja la chini katika watu wa peponi anaozeshwa wake wangapi? Anaozeshwa wake 70 wa peponi na wake 2 wa duniani. Jumla atakuwa na wake ngapi? 72, ukichanganya na wale 2 wa duniani. Anaozeshwa wake ngapi? 70 wa mahurulaini, alafu na 2 wa duniani, jumla 72. Sasa ule mcha Mungu, tulisema mcha Mungu anaozeshwa, alafu angalia, anapewa mfano wa dunia na vilivyomo, anapewa pepo, bustani la peponi, mfano wa dunia na vilivyomo mara 10. Hata huyu maskini wa daraja la chini katika watu wa peponi, hakuna tajiri duniani anamfikia. Yeye ni tajiri kushinda hata matajiri wote wa duniani, huyu maskini wa mwisho. Asa ule tajiri, je, mtu mcha Mungu ataozeshwa wake wangapi? Mcha Mungu anaozeshwa wake 70,000 wa peponi na wake 2 wa duniani, ndio mcha Mungu. Naona? Kwa hivyo tunatoa dalili ya hawa wenye kutolewa, Waislamu wenye kutolewa motoni. Tumesema hadithi hii niliyoitoa hapa karibuni, muttafaqun alayhi, ameipokea Imam Bukhari na Muslim, iko katika daraja ya juu katika usahihi. Usije ukafikiri ni dhaifu, hii ni sahihi 100%. Sisi hapa tuna digrii ya hadithi al-Azhar Sharif. Hadithi ninazokupa ni hadithi sahihi 100%. Tunaleta hadithi ambayo ni dalili ya maneno yetu ya shafaa. Tunaleta hadithi nyingine. Kwanza, kabla ya kuleta hadithi hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam na umati wake, tunayaeleza haya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umati wake wamepewa sehemu 5 za kuombea. Sehemu 5 za kuombea. Sehemu ya kwanza inaitwa ash-shafa'atul udhma, na hii shafa'atul udhma inamhusu mtume peke yake, ndiye anaombea. Shafa'atul udhma makusudio yake nini? Liirahati ahli al-mawqif min hauli al-mawqif wa ta'jil al-hisab. Sehemu ya kwanza ya kuombea ni kuombea kukubwa. Kuombea inaitwa shafa'atul udhma, kuombea kukubwa. Kuombea kukubwa huku atakayeomba ni mtume peke yake, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengo la kuomba nini? Ni kwa ajili ya kuondolea watu siku ya Kiyama matatizo ya kisimamo cha siku ya Kiyama, kwa sababu watu watasimama katika uwanja wa kuhesabiwa. Jua litashushwa kiasi cha maili 1 kutoka katika ardhi. Kwa hivyo ardhi itakuwa inawaka moto. Angalia jua lilivyokuwa mbali sasa hivi, linaunguza sana. Sasa siku ya Kiyama linashushwa jua, linakuwa karibu na ardhi maili 1. Na maili 1 ina umbali gani? Na kutolea umbali wa maili 1. Umbali wa maili 1 6,000 dhiraa. Maili 1
ni sawasawa na dhiraa 6,000. Dhiraa 6,000 ndio maili moja. Dhiraa ni kiasi gani? Dhiraa ni kiasi hiki, ni kutoka katika ncha ya kidole cha katikati mpaka katika fundo. Hii ndio dhiraa moja. Sio kwamba dhiraa ni mpaka kufika huko, kutoka katika ncha ya kidole cha katikati mpaka katika fundo, hiyo ndio dhiraa moja. Sasa maili moja ni sawasawa na dhiraa 6,000. Kwa hivyo jua litakuwa karibu na ardhi siku ya Kiyama, wakati watu wamesimama katika uwanja wa kuhesabiwa. Watakuwa na matatizo makubwa, kwa sababu hii ardhi itakuwa inawaka moto. Itakuwa ni matatizo makubwa sana, na hadithi yake hii ni ndefu. Watu wote watakuwa wanawaendea manabii na mitume, wanawaomba wawaombee kwa Mwenyezi Mungu awaondolee tatizo hili, lakini mitume wote watatoa udhuru. Kila mtume akiendewa atasema, mimi nimetenda dhambi, sijui Mungu mimi ataniweka wapi, saa nyingine akaniweka mimi motoni, mimi sina uwezo wa kukuombeni, mpaka watakuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana hii hadithi ni ndefu na hatuna muda wa kuiongea yote, tunaongea tu kwa muhtasari. Ni kwamba hadithi hii ni kwamba watu wote watamwendea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume ndiye atakayewaombea, na mtume atakayewaombea, Mateo tumesema shafaa hii ambao kuombea huku ni kwa ajili ya kuondolea watu matatizo ya kisimamo cha siku ya Kiyama. Watu watasimama katika uwanja wa kuhesabiwa katika hali ya matatizo makubwa. Jua linawaka vibaya sana, ardhi inawaka moto. Ndio makusudio liondolewe tatizo hili. Alafu na makusudio ya hii safari vile vile, taajilul hisabi, hesabu ifanywe haraka. Kuna watu watahesabiwa muda, watapangiwa kuhesabiwa muda wa miaka 500. Sasa muda wa miaka 500 katika miaka 500 katika miaka ya akhera ni muda mrefu sana, ni muda mrefu sana, kwa sababu wa inna yawman inda Allahi ka alfi sanati mimma ta'udun. Siku moja ya akhera hapa duniani ni miaka 1000. Ikipita miaka 1000 hapa duniani, ndio akhera, ndio siku moja. Hasa mtu ahesabiwe miaka 500, saa ngapi ataingia peponi? Hawezi kuingia, ni adhabu. Kuhesabiwa miaka 500 ni adhabu. Kwa hivyo mtume ataomba katika hii shafaa, ataomba tatizo hili litaondolewa. Atakwenda chini ya arshi, chini ya kiti cha mfalme ni Mwenyezi Mungu, atasujudu. Tatizo hili litaondolewa, ili jua lile ambalo linaunguza watu litakunjwa, basi litakuwa giza, hilo giza kali sana. Sasa waumini watakuwa sura zao zinawaka nuru. Wakati jua likikunjwa, basi waumini walikuwa wanatawadha uso, miguu, basi itakuwa inawaka nuru. Sasa wale makafiri hawana nuru, ni giza tu. Ndio faida ya kusali. Tatizo litaondolewa mtume akishaomba. Kwa hivyo watu wote al-awwaluna wal-akhirun watapata rehema ya mtume siku ya Kiyama, kwa sababu hili tatizo la jua litaondolewa. Jua litakunjwa, alafu hesabu itafanywa haraka. Kuna watu tena ni Waislamu wamepangiwa kuhesabiwa muda wa miaka 500. Hesabu itafanywa haraka sana, hawatohesabiwa miaka 500, itafanywa haraka na hawatohesabiwa miaka 500. Hii ndiyo shafaa ya kwanza, sehemu ya kwanza ya kuombea. Sehemu ya pili ya kuombea hii sehemu ya kwanza inamhusu mtume peke yake. Sehemu ya pili ya kuombea ni kuombea kwa ajili Mwenyezi Mungu awaingize watu peponi bila ya kuhesabiwa. Na hii sehemu ya kuombea anaomba mtume peke yake. Sehemu mbili za kuombea, sehemu ya kuombea kukubwa na kuombea kwa ajili Mwenyezi Mungu awaingize peponi waumini bila ya kuhesabiwa. Hii sehemu zote mbili anaomba mtume peke yake. Akiomba mtume, basi watu wote ambao wamepangiwa kuhesabiwa ndio waingizwe peponi. Baada ya kuhesabiwa wataingizwa peponi wote waumini bila ya kuhesabiwa. Akishaomba mtume atakwenda katika arshi, chini ya arshi atasujudu na ataomba, na watu waumini wote wataingizwa peponi
bila ya kuhesabiwa. Hii ni sehemu ya pili. Tumeshazizungumza sehemu mbili za kuombea. Sehemu ya kwanza ya kuombea ambayo ni sehemu ya kuombea kukubwa inamhusu mtume, na sehemu ya pili ya kuombea ni kuombea kwa ajili ya kuwaingiza waumini peponi bila ya kuhesabiwa, na sehemu ya tatu ni kuwaombea waumini ambao wamestahiki kuingia motoni, kwa sababu kuwaombea waumini ambao wanastahiki kuingia peponi, wanastahiki kuingia katika moto, kwa sababu zile amali zao zimepimwa na madhambi yao yamepimwa, yakakutikana madhambi ni mengi kuliko mema, kwa hivyo wamehukumiwa kuingia katika moto. Mtume atakwenda kuwaombea. Sasa hii sehemu ya tatu ya kuombea, haombi mtume peke yake, anaomba ni kama tulivyosema, hii sehemu haombi mtume peke yake, ni kama tulivyosema mwanzo, anaombea mtume na manabii wengine wote na mitume wote, kama tulivyosema hii hadithi ya mwisho hii, mtume na manabii wote. Alafu wanaomba vile vile waumini wacha Mungu, wanaomba vile vile hii sehemu ya tatu ya kuombea, asa wanaomba malaika, na malaika vile vile wanaombea. Sasa tunakwenda katika sehemu ya nne. Sehemu ya nne ya kuombea, kwa sababu tutamaliza mada yetu sasa hivi. Sehemu ya nne ya kuombea ni kuwaombea, ndio hii tuliyotaja hapa, kuwaombea waumini walioingia motoni, waumini walioingia motoni, kama hadithi tuliyoitoa hapa. Kwa hivyo hii hadithi tuliyoitoa hapa karibuni kwamba waumini wote watatolewa, ama Waislamu wote walioingia motoni watatolewa motoni, wote waingizwe katika pepo. Ndio sehemu ya nne ya kuombea. Hawatobakia katika moto kuishi motoni milele, isipokuwa ni kundi la makafiri peke yao, lakini waumini wote watatolewa motoni waingizwe katika pepo. Haya, sehemu za tunakwenda sehemu ya tano. Sehemu ya tano ya kuombea ni kuombea kwa ajili ya kuzidishiwa watu wa peponi daraja. Watu wa peponi wengine watakuwa na daraja za chini, wataombewa na mtume na waumini wacha Mungu wapandishwe daraja zao ziwe juu, kwa sababu daraja zao ziko chini sana. Kama mfano, kuna waumini wengine wamewekwa katika pepo ya chini, Jannatu Darul Jalal. Jannatu Darul Jalal ni sehemu ya pepo ambayo iko chini kabisa. Sasa wanaombewa wapandishwe, ijapokuwa pepo ya Jannatu Darus Salam, pepo inayofuatia Jannatu Darus Salam, wanaombewa wapandishwe watolewe katika hii pepo ya Jannatu Darul Jalali, watolewe Jannatu Darul Jalali, wapandishwe kidogo, ijapokuwa katika Jannatu Darus Salam, yani pepo ya Dar es Salaam ndio ya pili, kidogo watakuwa mpandini. Alafu wengine wanakuwa katika Jannatu Darus Salam, wapandishwe katika Jannatu, pepo ya tatu ambao ni Jannatul Mawa, Jannatul Mawa, pepo ya tatu. Au wengine wako katika Jannatul Mawa, wapandishwe katika pepo ya nne ambayo Jannatul Khuldi. Wengine wako Jannatul Khuldi, wapandishwe katika Jannatul Naim ya tano. Wengine wako Jannatul Naim ya tano, wapandishwe katika Jannatu Darul Qarari, pepo ya sita hiyo, Jannatu Darul Qarari. Wanaombewa wapandishwe katika pepo ya sita ambayo inaitwa Jannatu Darul Qarari. Haya, kuna wengine watawekwa katika Jannatu Darul Qarari ambayo ni pepo ya sita, wanaombewa wapandishwe kidogo, wapandishwe daraja, wawekwe katika pepo ya saba ambayo inaitwa Jannatu Aden. Wanaombewa wapandishwe Jannatu. Basi wengine watakuwa katika pepo ya Jannatu Aden, pepo ya saba, wanaombewa wapandishwe katika pepo ile ambao ni top 100 Jannatul Firdausi, iko juu sana. Pepo ya nane ambao ndio wanaishi mitume, anaishi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume wengine ndio wanaishi hapo, katika pepo ya Firdaus, iko juu sana. Yani ukiwa katika ile pepo ya Firdaus, ukitizama juu unatizama arshi ya Mwenyezi Mungu, yani kiti cha mfalme. Kiti cha mfalme ndio unakitizama. Hakuna pepo nyingine iliyokuwa juu zaidi ya Jannatul Firdaus.
nyingine pepo zote ziko chini yake, chini yake. Ile ya pepo ya Firdausi iko juu sana. Ukiwa katika ile pepo, ukitizama juu, unatizama kiti cha mfalme ambao ndio arshi. Ni pepo iko juu, ni nzuri kushinda pepo zote. Pepo hiyo Firdausi ndio wanaishi mitume wote na masidikina, wale waumini wenye imani kubwa, na mashahidi na mashahidi na nini, na salihin, watu wema na wacha Mungu, ndio wanaishi katika pepo ya Firdausi. Kwa hivyo hii shafaa ya tano, ambayo inaitwa sehemu ya tano ya kuombea, ni kuombea waumini wapandishwe daraja katika pepo. Na hizi sehemu tano za kuombea zote zimethibiti kwa hadithi sahihi. Sasa tunatoa hadithi ya mwisho, alafu tunamaliza mada yetu. Usikilize hadithi hii ambayo ni dalili vile vile ya kuombea. An Abi Sa'id, sikiliza, an Abi Sa'id al-Khudri, kutoka kwa baba Sa'id al-Khudri, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yudkhilu Allahu ahla al-jannati al-janna, Mwenyezi Mungu atawaingiza watu wa peponi katika pepo. Yudkhilu man yasha'u bi rahmatihi, Mwenyezi Mungu atamuingiza anayemtaka kwa rehema yake. Na watu wote wanaingia peponi kwa rehema ya Mungu, hakuna yote anaingia peponi kwa amali yake. Masahaba wakamuuliza Mtume, wakamwambia Mtume, hata wewe Mtume huingii peponi kwa amali yako? Mtume akasema, hata mimi Mtume sitoingia peponi kwa amali yangu, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin min, isipokuwa anifunike Mwenyezi Mungu kwa huruma inayotoka kwake yeye, ndio taingia peponi. Sitoingia peponi kwa amali yangu. Kwa hivyo watu wote wanaingia peponi kwa rehema ya Mwenyezi Mungu. Lakini hapo hapo Mwenyezi Mungu amekwambia, inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin, huruma ya Mwenyezi Mungu iko karibu na watenda mema. Ili upate huruma ya Mungu, basi utende mema. Lakini kama hujatenda mema, basi huruma ya Mungu inakuwa mbali na wewe, utaingia motoni, kwa sababu huruma ya Mungu inakuwa mbali na wewe. Ili Mungu akuhurumia kuingize peponi, basi utende mema, uache mabaya, utende mema. Yudkhilu man yasha'u bi rahmatihi wa yudkhilu, hadithi inaendelea, wa yudkhilu ahla an-nari an-nara, na Mwenyezi Mungu atawaingiza watu wa motoni katika moto. Thumma litartibi wat-tarahi thumma yaqulu, hii thumma ameweka hapa litartibi, ni harfu atf, inafidisha tartibi wa ta'khir. Thumma yaqulu, kisha Mwenyezi Mungu anasema kuambia nani? Kumwambia Mtume ambaye ni rais wa mitume na mitume wengine wote kama wale tuliosema, na waumini na malaika. Mwenyezi Mungu anawaambia, ondhoro, tizameni katika moto, man wajadtum fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min imanin fa akhrijuhu, tizameni katika moto muumini yoyote mtakayemkuta katika moto ametenda wema mdogo unaolingana na uzito wa punje ya khardali, mtoeni katika moto, mumuingize katika pepo. Fayukhrajuna minha humama, basi Waislamu wote watatolewa katika moto na hali ya kuwa miili yao imegeuka kuwa mkaa wa moto. Kad imtahasu ay kad ihtaraku, wameungua sana. Fayulqauna fi nahri alhayati au alhaya, basi watatupwa katika mto wa maji ya uhai. Fayambutuna fihi, wataota humo. Kwa maana hapo wataota kama watatoka katika ule mto wa uhai, wataota humo. Kama tambutul habatu ila janibi sayl, kama punje inavyoota pembeni mwa maji yenye kutiririka. Ile punje ambayo iko pembeni mwa maji yanayopita, pembeni mwa mto wa maji yanayopita,
basi jinsi inavyoota, asema wataota humo kama tambutul habat, kama inavyoota punje ila janibi sayl, ambayo inaota pembeni mwa maji yenye kutiririka, pembeni mwa maji ya mto yenye kupita. Mtume anasema alam tarauha kaifa takhruju, hamuoni namna inavyoota ile punje, unavyoota ule mmea ambao unaota pembeni mwa maji ya mto yenye kupita. Inaotaje? Alam tarauha kaifa takhruju safraa multawiya, basi ile punje inaota hali ya kuwa ni ya manjano, alafu multawiya, imepinda. Akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihi. Hii hadithi ni sahihi, ameipokea na ameitoa Imam Muslim katika sahihi yake, ni hadithi sahihi. Kwa hivyo ndio hii hadithi ni hadithi sahihi. Tunaleta maneno mengine ambayo ni ya kumalizia. Safari moja Mtume alikuwa anaswali salatu dhuhuri, basi Mtume salam akatangulia mbele ya kibla, basi na maswahaba nao wakatangulia mbele. Kisha Mtume wakati alipotangulia mbele akawa amenyosha mikono yake kama anataka kushika kitu hivi, basi Mtume salam akarudi nyuma, baadaye akarudi nyuma na wao sasa safu ile ya mbele ikarudi nyuma. Basi alipomaliza kuswali Mtume, basi sahaba mtukufu Ubay ibn Ka'b akamuuliza Mtume, akamwambia Mtume, ya Rasulullah, leo umefanya jambo jipya katika swala ambalo hujalifanya hata siku moja. Mtume akasema, uridat alayya aljanna, nimeonyeshwa pepo, wa mafiha, na yaliomo ndani ya pepo. Nikataka nichume, wakati nilivyotangulia mbele nilitaka nichume tawi la zabibu, nikuleteni watu wa duniani mpate kula zabibu za peponi. Sasa nilivyonyosha mkono wangu kutaka kuchuma zile zabibu za peponi, fahila baini wa baina, nikawekewa kizuizi pale kati yangu na kati ya zile zabibu, nikawekewa kizuizi. Kwa hivyo nikashindwa tena kuzichuma, nikarudi nyuma. Asema Mtume, walau ataitukum bihi la akala minhu man baina as-samai wal ard la yanqusu minhu. Mtume anasema kama ningefanikiwa kuchuma zile zabibu za peponi, nikakuleteni watu wa duniani mle zabibu za peponi, basi wangekula zile zabibu, walioko katikati ya mbingu na ardhi wangekula, na hakuna chochote kinachopungua, kwa sababu ile zabibu ukichuma punje moja ya zabibu ukiila, basi Mwenyezi Mungu anaiumba zabibu kama ile punje kama ile na imeshaiva, na unaweza ukachuma tena, yani haishi, kwa sababu kila ukichuma ile zabibu ya peponi, yani matunda ya peponi hayaishi. Ukichuma chungwa la peponi, pale ulipochuma lile chungwa, Mungu analiumba chungwa lingine kama lile ulilolichuma. Hapa duniani ukichuma chungwa halioti lingine pale mpaka mwaka ujao, tofauti na yani matunda ya peponi. Ukichuma, kama umechuma tikiti maji, linaoteshwa lingine pale. Mwenyezi Mungu analiumba tikiti maji kama lile lilochuma na limekishaiva, na unaweza ukachuma tena pale. Kila ukichuma tunda utakuta linazaliwa tunda, yani Mungu anaumba tunda lingine pale ulipochuma. Kwa hivyo vitu vya peponi haviishi. Ndio maana yani Mtume angefanikiwa kuchuma zile zabibu, basi na sisi tungekula mpaka sasa hivi zile zabibu yani mpaka watu wanaokuja mpaka siku ya kiyama wangekula zile zabibu, kwa sababu kila ukichuma punje moja ya zabibu, Mwenyezi Mungu anaumba punje nyingine ya zabibu pale ulipochuma, nayo imeshaiva, na mtu mwingine akichuma inaumba nyingine. Kwa hivyo tungekula. Mtume angefanikiwa akachuma zile zabibu za peponi, ni kwa vile tu amewekewa kizuizi. Sisi tungekula watu wangekula mpaka siku ya kiyama, haishi, hakuna kinachopungua. Na ndege wangekula, hakuna kinaishi, hakipungui kitu, sababu kila ukichuma punje, Mwenyezi Mungu anaumba punje nyingine tofauti na duniani. Embe ukichuma
Ukichuma embe halizaliwi lingine mpaka mwakani, lakini angalia matunda ya peponi, ukichuma pale pale linazaliwa lingine pale pale. Kwa hivyo insha Allah aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairi almu'minina walmu'minati والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. من يصلي يوليزه kaburini. Kaburi kwa mtu mwema anatandikiwa pepo ndogo. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا انفعنا بما علمتنا. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله. وعلى السلام ورحمه الله. ان شاء الله. شكرا. نعم ان شاء الله. tofauti au la vile sikafu kabisa kabiri kabisa pale imeshuka tabati ya Nabila. Vipi bana yako ya mwanzo au bana ile ya usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Asante.